kupunguzia usumbufu wananchi na wanafunzi wa shule ya msingi Kasiganyama wanapokuwa imetokea wanafunzi wa miguu wakati wa masomo. Badala ya kwenda kilomita kama 6-7 kwenda Kasekesi, wataishi hapa karibu. Hii inatupa faraja sisi wananchi wa Kasiganyama kwamba serikali inagusa mahitaji ya wananchi wa Kasiganyama. Serikali inafikisha huduma karibu kwao. Mradi huu na mkandarasi tumetazama na kuona kazi inaendelea vizuri, ingawa yuko nyuma ya wakati. Tazama muda alioanza kazi kulingana na mkataba na muda anatakiwa kumaliza, lazima ajipange vizuri. Hakikishe kwamba anaongeza kasi ya ujenzi. Lakini hapa pia kasi iliyoko hapa mimi sikuridhika nayo kulingana na mpango kazi ulivyo. Kitazama kama tumeshafika kwanza kuweka ile mawe naita ili kutengeneza jamvi, ina mtu mmoja anayefanya kazi. Yule pale tumemwona yuko pale, anapiga mawe mmoja alafu anapanga mmoja. Sasa ukiangalia eneo ambalo inatakiwa lifanyiwe kazi, kama working rate itakuwa ni hiyo, hatuwezi kufika kumaliza mapema. Tazameni upya mpango kazi wenu, tazameni upya idadi ya wasaidizi ama idadi ya mafundi wa kufanya kazi, muweze kuona mahitaji wananchi wa Kasiganyama kutaka zanati ni makubwa kuliko kasi yenu. Sawa? Hilo mlitazame. Kina eneo jingine ambao nataka kulihimiza, tumeona matundu ya vyoo yanajengwa matatu. Ukienda kwenye zanati zetu zingine tunazojenga kule, tunajenga zaidi ya matundu matatu. Afisa Kaimu Dasi juzi ulikuwa Bugwe, umetazama hali halisi ya ujenzi wa matundu ya vyoo. Umekuta wanajenga matundu 4 kwa ajili ya wagonjwa, 4 kwa ajili ya wagonjwa, lakini kuna kujenga 2 kwa ajili ya staff, kwa wanakuwa 6. Tukiwa na matatu hapa, ni kwa hakika tunatengeneza mbanano na hata ile heshima ya wauguzi na madaktari changanyikana nyingine inakuwa inapotea kidogo. Kwa hiyo eneo hilo, kwa sababu bado tuko kwenye hatua ya mwanzo, itazamwe upya ili tukidhi mahitaji halisi ya eneo hili. Tumeanyingi milioni 700, sioni kama mtahitaji pesa ya ziada isipokuwa meza mka-restructure ndani kwa ndani. Na tumeona pia kwamba kwanza tumepata, hii ni nguvu ya wananchi. Hii moram ni nguvu ya wananchi. Hii moram ni nguvu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na hakuna cha bure hapa. Lazima tukiquantify kwenye fedha kama ilivyo kwenye mkataba, tuone kwamba kwa kuipata hii iliwe tuna Samia, maana anayechimba barabara kutoka Kasekese kwenda Kalema ni Mheshimiwa Rais. Amewaajiri tu wakandarasi wale wa China. Kwa hiyo nguvu ya Mheshimiwa Rais lazima ibaki kwa manufaa ya wananchi. Litazameni hili vizuri. Na mtendaji wa kijiji huko hapa, mtendaji wa kata huko hapa, simamieni kwamba kama ni fedha ambayo mngenunua ilikuwa ni kiasi gani, ipo kwenye mkataba. Sitapenda kusikia kama serikali kwamba kuna fedha ambayo kwa nguvu za wananchi waliotengeneza ile moram, halafu ninyi kazi yenu kwenda kuibeba. Lazima twende kwenye win-win situation. Sawa? Na kama imetoa serikali, ni kama ametoa Mheshimiwa Rais, manake wananchi wake wa hapa Kasiganyama wanufaike na hayo mabaki ya hizo fedha na si vinginevyo. Kama naeleka. Maana wananchi hao ndo wanakosa, ndo wameuza sasa. Narudia tena, simamieni maslahi ya mafundi wanaofanya kazi. Msiwasumbue. Walipata ufundi kuhudumia taifa. Yaani hapa tumekuja kwa sababu ni kero amelalamika. Tuje tunakwambia hili jengo kuna nani ambaye anadhulumu mafundi. Sitaki kusikia tena. This behavior should stop. Lipa. No, huyo mkabidhi. Wewe mkabidhi hapo.
halafu alipo